Jeshi la Marekani limeua makumi ya wahamiaji wa Afrika katika shambulio dhidi ya Wahouthi. Takribani watu 68 kutoka barani Afrika wameuawa katika shambulio la anga la Marekani dhidi ya kituo kimoja kinachodhibitiwa na Wahouthi kaskazini magharibi mwa Yemen. Kituo cha televisheni cha kundi hilo lenye silaha kimesema. Kupitia chaneli yao ya Al Masira imeripoti kuwa wahamiaji wengine 47 wamejeruhiwa vibaya, wengi wao wakiwa katika hali mbaya wakati wakiwa katika eneo hilo katika jimbo la Saada ambalo limeripuliwa kwa mabomu. Kituo hicho kimechapisha picha zinazoonyesha miili mingi iliyofunikwa kwenye vifusi vya jengo ambalo limeharibiwa na hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa jeshi la Marekani. Lakini shambulio hilo limejiri saa chache baada ya kamandi kuu ya Marekani kutangaza kwamba vikosi vyake vimepiga shabaha zaidi ya 800 tangu Rais Donald Trump kuamuru kuamrishwa kwa kampeni ya anga dhidi ya Wahouthi mnamo Machi 15 mwaka huu. Marekani imesema mashambulizi yao yameua mamia ya wapiganaji wa Kihouthi na viongozi wengi wa Kihouthi, wakiwemo maafisa wakuu waliokuwa wakisimamia mipango ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Mamlaka zinazoongozwa na Wahouthi zimesema shambulio hilo limesababisha vifo vya makumi ya raia, lakini wameripotiwa majeruhi wachache miongoni mwa wanachama wa kundi hilo. Kituo cha wanamaji huko Saada kimeripotiwa kuwa Waafrika 115 wakati kiliposhambuliwa kituo hicho siku ya usiku walikuwepo katika maeneo hayo. Licha ya mgogoro wa kibinadamu nchini Yemen uliosababishwa na mzozo wa miaka 11, uhamiaji wanaendelea kuwasili nchini humo kwa boti kutoka pembe ya Afrika, wengi wakiwa ni wa kuvuka hadi katika nchi jirani ya Saudi Arabia kutafuta kazi. Badala yake wanakabiliwa na unyanyasaji, kuwekwa kizuizini, ghasia na safari hatari kupitia maeneo yenye migogoro, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji. Mwaka 2024 pekee inasema karibu wahamiaji 60,900 waliwasili nchini bila njia ya kuishi. Mapema mwezi huu serikali inayoongozwa na Wahouthi imesema mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye kituo cha mafuta cha Ras Isa kwenye pwani ya Bahari Nyekundu yaliwaua watu wasiopungua 74 na wengine 171 wamejeruhiwa, kwamba mashambulizi hayo yalijumuisha uhalifu wa kivita. CENTCOM ilisema shambulio hilo liliharibu uwezo wa Ras Isa kupokea mafuta na kwamba litaanza kuathiri uwezo wa Wahouthi sio tu kufanya operation lakini pia kupata mapato mamilioni ya dola kwa shughuli zao za kigaidi. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kwamba miongoni mwa Waafrika ambao wameuawa katika eneo kutokana na makombora ya Marekani ni pamoja na raia kutoka Ethiopia, Eritrea, lakini pia hata kutoka maeneo kama vile Libya na maeneo mengine ya Afrika. Miongoni mwao wamekuwa wakisafiri kwa njia za panya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.